Mambo vipi mfuatiliaji wa Swahili Media? Asante kwako wewe ambaye umesubscribe channel hii, lakini kwako wewe ambaye bado, basi nikiombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Kama ni mara yako ya kwanza unafuatilia Swahili Media siku ya leo, jua kwamba umepita na taarifa mbalimbali za kimichezo. Ili usiendelee kupitwa, basi nikiombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Ni usiku nyingine, ni usiku ambayo kila mmoja anahitaji ushindi baada ya kupisha wiki ya michezo ya kimataifa. Ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara tayari imerejea, lakini kilichokuwa kinasubiriwa ni haswa timu kubwa, yani Simba pamoja na Yanga ambazo bado hazikushuka uwanjani. Hii leo moja kwa moja kwenye dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam Africans wanakwenda kutafuta pointi 3 mbele ya Ruvu Shooting, moja mchezo ambao utakuwa wa aina yake, mchezo ambao utakuwa wenye ubora wa hali ya juu. Haswa ni kwa aina timu mbili ambazo zinakwenda kukutana. Ruvu Shooting wanawaza kumpapasa Yanga, lakini pia Yanga wanawaza kumpapasa Ruvu Shooting. Kocha Nurdin Nabi amekuja na kikosi hiki hapa, yani mfumo wa 4-2-1-2-1, yani mfumo ambao ni wa kukimbia kwa haraka, yani ni kusaka ushindi kwa haraka. Hebu twende tukiangazie kikosi ambacho kinatarajia kuanza hapo baadaye. Faruku Shikalo. Kocha Nurdin Nabi amemrejesha langoni Faruku Shikalo kwa mara nyingine, aendelee kukaa kwenye lango hilo. Faruku Shikalo ambaye ni moja ya magolikipa ambao amekuwa kwenye ubora wa hali ya juu kwenye upande wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara. Hivyo kwenye mchezo wa leo Nurdin Nabi anamuamini na anaamini kwamba atawazuia Ruvu Shooting kuweza kupata goli. Lakini pia namba 2, yani beki wa pembeni kulia, yupo Kibwana Shomari. Nani asiyefahamu uwezo wa kijana huyu ambaye alisajiliwa kutoka ndani ya Mtibwa Sugar, moja ya mabeki ambao ni zao jipya kabisa ndani ya msimu huu ndani ya kikosi cha Yanga, lakini amekuwa anaonyesha utimamu na ukomavu wa hali ya juu, hivyo atakuwepo kwenye eneo hilo. Lakini pia wakati huo beki wa kushoto Adeyum Saleh atakuwepo. Adeyum Saleh tunafahamu ubora wake, tunafahamu vile ambavyo amebadilika kwa michezo ambayo alikuwa amecheza kwa siku za hivi karibuni. Ni moja ya mabeki ambao wapo vizuri, hivyo kuna kitu ambacho anaendeleza nacho na atakionyesha kwenye mchezo wa hii leo. Lakini pia mabeki wa katikati Dickson Job tunafahamu ubora wake. Hii leo moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha Dar es Salaam Africans anaendelea kuaminiwa. Hii yote ni kutokana na ubora wake ambao alionao. Tunakumbuka pia kwenye mchezo wa Taifa Stars aliweza kuanza na kuweza kumaliza kwa dakika zote 90. Hivyo hii leo moja kwa moja anapewa nafasi tena. Lakini pia atakuwepo na Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye ndiye nahodha wa mchezo huu. Tunafahamu ubora wa Bakari Nondo Mwamnyeto, licha ya mchezo wa timu ya taifa kuweza kucheza, lakini kwa michezo iliyopita ya Dar es Salaam Africans aliweza kuwepo. Tunafahamu ubora wake, tunafahamu umahiri wake. Ni moja ya mabeki wenye ubora wa hali ya juu, yani mabeki ambao ni maprofessional, ni moja ya mabeki ambao ni hatari, hivyo atacheza kwenye eneo hilo. Lakini pia kwenye eneo la kiungo watakuwepo wachezaji wawili, yani Mukoko Tonombe. Tunafahamu ubora wa Mukoko Tonombe ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hivi amekuwa ni first 11, yani amekuwa anaanza moja kwa moja. Hivyo kwenye mchezo wa leo, licha ya kupata majeraha, lakini yuko safi, yuko vizuri moja kwa moja kwenye mchezo wa leo. Anaaminiwa Mukoko Tonombe kwenye eneo la kiungo mkabaji. Lakini kwenye eneo la kiungo mchezeshaji atakuwepo Faisal Salum Toto, ambapo kwenye mchezo wa timu ya taifa wa Tanzania dhidi ya Malawi ni mchezaji ambaye aliongoza kwa kupiga pasi nyingi zaidi. Hivyo ndani ya Dar es Salaam Africans itakuwa ni endelevu. Amekuwa ni moja ya wachezaji ambao wamekuwa na msaada mkubwa kwenye kikosi cha Dar es Salaam Africans, hivyo anaaminiwa na kuendelea kupewa nafasi yake. Kiungo cha juu
yani kiungo mshambuliaji, atakuwepo Saidi Ntiba Nzokiza. Saidi Ntiba Nzokiza tunafahamu bora wake, tunafahamu mahiri wake. Ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na msaada mkubwa kwenye kikosi cha Dar es Salaam Africans. Mmoja ya wachezaji ambao wamekuwa ni wakomavu, haswa ni vile ambavyo amekuwa ni mzoefu kwenye mpira wa Afrika, Ulaya, kote ameweza kupita. Hivyo ubora wake anaendelea kuonyesha ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africans, hivyo atakuwepo. Lakini pia wakati huo winga wa kulia atakuwepo Tuyisira Kisinda. Tuyisira Kisinda tunafahamu bora wake, hasa mikimbio yake ambayo imekuwa ikimpa faida kwenye kila mchezo. Mabeki wengi wamekuwa wanapata tabu kweli kweli, haswa akiwa anakwenda mbele na mpira. Ni moja ya mawinga ambao ni hatari ndani ya ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara, jinsi ambavyo amekuwa anakwenda, jinsi ambavyo amekuwa ana assist. Hivyo ni moja ya wachezaji ambao wamekuwa na msaada mkubwa kwenye kikosi cha Dar es Salaam Africans. Lakini pia wakati huo winga wa kushoto atakuwepo Deus Kaseke. Deus Kaseke tunafahamu bora wake, tunafahamu mahiri wake. Mchezo wa mwisho pia tuliona jinsi ambavyo anafanya vizuri kwenye mchezo dhidi ya Mwadui, aliweza kufunga mabao mawili kwenye mchezo ule. Hivyo ni moja ya mchezaji mwenye ubora wa hali ya juu. Lakini pia wakati huo kwenye eneo la ushambuliaji atakuwepo Yakuba Songne. Yakuba Songne ni moja ya wachezaji ambao wametengeneza combination yenye ubora sana. Yeye pamoja na Deus Kaseke, uwepo wao hawa wawili wamezalisha mabao mengi kwenye kikosi cha Yanga. Hivyo ni combination ambayo tayari Nurdin Nadi ameiona ina hit na ipo vizuri. Hivyo amewapanga wote hii leo kwa pamoja ili waweze kutafuta mabao mapema zaidi. Hivyo ndicho kitu ambacho anakitafuta kocha Nurdin Nadi. Hicho ndicho kikosi cha Dar es Salaam Africans. Nirejee: Faruku Shikalo nambari 1, 2 Kibwana Shomari, 3 Dayum Saleh, 4 Bakari Nondo Mamnyeto, 5 Dickson Job, 6 Mukoko Tonombe, 7 Tuyisira Kisinda, 8 Feza Salum Toto, nambari 9 Yakuba Songne, nambari 10 Saidi Ntiba Nzokiza, 11 Deus Kaseke. Kwa upande wako, kwa kikosi hiki jinsi ambavyo unakitazama cha Dar es Salaam Africans, je, Yanga watatoboa mbele ya Ruvu Shooting au mambo yatakuwa magumu? Maoni yako hapo chini na umenitapitia. Mimi naitwa Chicharito JR, lakini pia Instagram nitafute tu Chicharito JR Presenter, lakini pia Swahili Media huko Instagram tunatumia Swahili Media. Tufollow huko kwa ajili ya kupata kila taarifa ambayo inakuwa imetusogezea. Mambo ni mazuri kweli kweli. Tukutane baadaye kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Asante kwa time yako, tukutane kwa wakati mwingine kwa habari kemkem za kimichezo.